Bwana michezo, ni kuarike tutazame yaliyo mengi zaidi yenye ufanisi na ubora wa michezo kwa kile. Wala taarifa kubwa ni kutoka katika upande wa kikosi cha wekundu wa Simba. Yote kwa yote ni upande ambao golikipa namba 1 tayari ameumia kwa maana ya Musa Pimpin Kamara. Muda mrefu zaidi amekuwa akiuguza majeraha yake kwa nje. Lakini licha ya kuuguza majeraha yake hayo, tayari golikipa namba 2 naye akiwa katika majukumu ya timu ya taifa ambayo ipo katika michuano ya AFCON, naye ameweza kupata majeraha ambayo yanamweka kwa muda kadhaa kuendelea kukaa nje katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Upande wa Simba Sports Club wamepata pigo zito, naweza nikadiriki kusema hivyo, pigo la golikipa namba 2 na golikipa namba 1 wote kwa pamoja kwa tayari wamepata majeraha. Yakubu Suleiman tayari amepata majeraha katika upande huo, na baada ya kupata majeraha wekundu wa Simba wapo wanahaha na kumtafuta ni nani ambaye atakuja kuchukua nafasi yake, kwa sababu ukitazama aina ya majeraha ambayo ameweza kuyapata katika upande huo ni majeraha makubwa, tena makubwa haswa, ambayo yatamfanya kukaa nje kwa zaidi ya wiki 6. When we talk about more than 6 weeks, that means ina maana ya kwamba kuna asilimia kubwa, tena kuna asilimia kubwa mno ya kuweza kuna asilimia kubwa mno ya kuweza kuto kutimiza kila ambacho unakihitaji na kutokipata kila ambacho pia unakitazama katika upande, kwa sababu goalkeeper ambaye moja ametegemewa na ametarajiwa na wengi kufanya vizuri ili kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kila ambacho amejiwekea, ameumia. Na wakati ambao ameumia ndio wakati ambao Simba wanamtegemea Yakubu Suleiman peke yake. So majeraha ambayo ameweza kuyapata akiwa na majukumu ya timu ya taifa, ukitazama jeraha lake ni moja jeraha zito, na yeye amekuja kupata jeraha katika upande wa goti. Tunajua na tunatambua ya kwamba in football moja ya maeneo ambayo kwa sasa yana wakumba wachezaji, na haswa mchezaji ukiona amepata jeraha upande wa goti, basi kuna kuwa na ugumu wa aina yake ili kumtazama akiwa anarejea kwa wakati ulio sahihi. Lakini wekundu wa Simba kuumia kwa golikipa wao namba 1 inazidi kuwapa wakati mgumu na inazidi kuwapa pressure kubwa katika upande wao. Lakini all in all tunasema ya kwamba everything in football is possible, kila kitu kwenye mpira inawezekana. Simba wanayo nafasi ya kujipanga upya na kuona ni wapi ambako wanapaswa kufanya improvement ya hali ya juu ili kuja katika usanifu na ushindani mkubwa, ili yote kwa yote tuitazame timu ikiwa bora zaidi. Simba tayari wamedhamiria kumuingiza golikipa mwingine ambaye atakuja kuchukua nafasi yake. Upande wa golikipa Bruce Bivuma ni moja makipa ambao tayari kwa sasa wanatajwa kutua ndani ya Simba kulingana na aina ya majeraha ambayo ameweza kuyapata Yakubu Suleiman. Nadhani unamuona hapo kwenye picha aina ya majeraha ambayo ameweza kuyapata, ni moja ya majeraha ambayo ni majeraha makubwa kwenye goti lake la kulia, ndio ambalo ameweza kupata majeraha yake katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, katika yale mengi ambayo yanazidi kuonekana na yale mengi ambayo tayari yanazidi kuonekana katika ufanisi na uweredi mkubwa zaidi katika ubora huo mkubwa ambao tunazidi kushuhudia na kuangaza kwa kina zaidi. So Yakubu Suleiman will be out more than 6 weeks, na baada ya hapa tutakuja kujua na kutambua ya kwamba wao kama wekundu wa Simba kimfanyia vipimo watagundua na kufahamu ya kwamba atakaa nje kwa muda gani. Hapa atatoka katika kambi ya timu ya taifa na kurejea ndani ya klabu ya wekundu wa Simba ili kuona ni namna gani ambavyo watakuwa kimpatia matibabu kwa urahisi, na ikishindikana moja kwa moja tutakwenda kushuhudia upande huo upande wa chuma hichi, kwa maana ya upande huu wa kikosi cha wekundu wa Simba wakiwa wanapata nafasi nzuri zaidi ya kuweza
kuonekana katika ubora uliotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So hiyo ndio taarifa ambayo tayari moja kwa moja imewekwa zaidi. Bruce Bivuma ndiye ambaye anatajwa kuchukua mikoba ya Yakubu pamoja na Musa Pepeni Kamara, ambao wote kwa sasa wanasubiriwa na majeraha ya goti katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimba Simba. Maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe.